na wazazi na imefanya na wazigeni. Si tusimame tuambie Mungu asante. Ni dhambi ndio wanaitera gaineweka. Ambacho umefanya leo ni cha maajabu. Baada ya ibada tuliambia Mungu tunataka leo tupe wazazi. Na hii wageni na hiyo imetimilika katika jina la Yesu Kristo. Gaida to yageni. Na matweka shirika wako wito. Gayara moradi wageni ambao umeingia tumeshukuru sana. Tupige makofi. Hawa watu wa ajabu. Na Mungu amedhihirisha ambacho alinena siku ya Jumapili. Na tunalo kusudi la kumwambia asante. Ni wakati mwema. Tumpe nafasi mchungaji wetu akuje atumalizie katika jina la Yesu Kristo. Wewe kama pastor. Let's appreciate our mom. Tumpigie makofi mazuri. Come on, I say that we appreciate our mom. Tafadhali mpige makofi. Nikwambia kama unataka kupanda hata upande kwa makofi, sawa sawa. Maana Yesu asifiwe. Ukitaka kupanda unaweza panda hata makofi na utaiguna. Maana Yesu asifiwe. If you learn to appreciate others, you will be appreciated. Praise be to God. Amen. Yes, if you learn to appreciate others. Juzi nilienda mahali nikaingia kwa estate fulani. Nikapata soja alikuwa anaduka ka uniform kazuri. Alafu kakofia mpaka simu ilikuwa inafanana na ile suti. Wakati nilifunguli nikamwambia, soja, you look beautiful. Even your phone matches with your suit. Alifurahia. Kaniambia, nimefurahia, nimesikia vizuri. Nikajua nimejenga maisha ya mtu. Haleluya. Labda huyu mtu apata hadi mtu akumwambia ni madhamana. Si ndio? Lakini wanampita wanafungulia anaona kama yeye ni deserted, mtu alifinywa akawekwa pale, kazi yake ni ya kufungulia. Lakini nihakikisha kwamba nimemuonyesha maisha yake ni ya dhamana. He looks good, praise be to God. Akaona yeye ni mtu. Akasikia vizuri, alicheka, nikaona basi. At least you should learn how to appreciate others. Praise be to God. Yabia upigie mtu makofi. Hebu nione vile mtanipigia. Nipigie. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuinue mikono yetu tushangilie Bwana kwa makofi ya shangwe na vigelegele. Hallelujah. This is the day that God has made so that we can rejoice in it. Praise be to God. I don't take it for granted when I see you seated there. Waiting and expecting from God. I really thank God. Praise be to God. And when I see we have visitors, they have visited, and among them they decide even to fellowship with us. I thank God because of that. Praise be to God. Yes, some of them they even niliwaambia hapa hakuna spectators. Na pengine hao dada mlikuwa wengi wao walikuwa. Tulisema hapa hakuna spectator. Na tunafukuza ma spectators kanisani. Katika jina la Yesu Kristo. Kila mtu akona jukumu lake hapa. Akona nafasi ya kufanya kazi hapa. Ambia jirani yako uko na nafasi yako mahali hapa. This is your father's house. Praise be to God. You need to enjoy and feel that you are part and parcel of this kingdom. And you can do something. Praise be to God. Yes. Kuna nafasi. Wale ambao wanasema hakuna nafasi nilinyimwa. Shauri yako ni wewe hujaomba, ni wewe hujajitokeza, ni wewe hujasema vile unataka kufanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Angalia jirani yako muulize unataka kufanya nini katika nyumba ya Mungu. Muulize, mwambie hata kama hujui leo. Next Sunday ukikuja uwe umeomba Mungu akusaidie kujua. Tamushokane leo huo. Na tunazama kwa kikuu sana. Hebu mrudie hivyo mwambie next Sunday ukikuja uhakikisha kwamba umeidentify your position, nafasi yako iko. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Hakuna watu wa kukalisha wengine hapa. Hakuna watu wa unajua kuna watu wanaikaa kwa benches, si ndio? Wale wanapiga kelele sana hata kwa mikutano. Hapa hakuna pia jirani yako hakuna benches hapa. Yes. Kuna wengine wanakujaga tu kuweka viti warm, kiti isiwe
nini ile baridi ati isiwekwe kwa store. Acha nikwambie, kama unakuja kuweka hiyo kiti acha ikae kwa store. Hallelujah. Mungu atajua vile atafanya. Hallelujah. Yes, but make sure you are here for a purpose and a mission. Praise be to God. Amen. God is expecting you. Tell your neighbor, God is expecting you. God is expecting you. I always say that He expects you more than you expect Him. Yes. Don't think that you expect from God. He is also expecting from you. Anawishi ya kwamba ukajue kile ambacho amefanya na amekusudia ufanye katika ufalme wake. Kwa ufalme wa Mungu hakuna mwembamba, munono, mrefu, mfupi, amesoma, hajasoma. Hiyo yote haiko kwa Mungu. Hallelujah. Kile ambacho kiko kwa Mungu ni availability, available vessel. Hallelujah. The available vessel. Itatumika. Unanichekelea je? Yes, one day I was available vessel and God alipatana na mimi. Yesu asifiwe. Na uzuri wa Mungu hakuangalia my education hata zitakabati zile tunaitaka nini cheti na nini hizo zote. Akiangalia wetu hatuwezi kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Akiangalia vile kama kuna injinia huku ndio amtumie. Injinia wainue mkono juu. Hallelujah. Kama anaangalia madaktari ndio atumie. Madaktari juu, mkono juu. Hallelujah. Kai, koga kwenda kuhudhira mainjinia ukuthia uthika. Bwana Yesu asifiwe. Imani Mungu anatafuta wale ambao wamejiweka tayari. Mioyo yao iko tayari. Hallelujah. Yes, na wale wako tayari hawasemaki vile tunasema hapa shughuli imekuwa mingi. Hallelujah. Mama Kamande bana sio sana. Shughuli iache. Hallelujah. Yes, when you value the kingdom. Ukivalue kingdom ya Mungu, vitu zingine zote zinakujaga nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Yes, kwa hivyo wale wana kutembelea sana waambie I value kingdom ya Mungu more than visitors. Hallelujah. Tafuteni siku zingine Mungu. Afadhali nikose kwenda kazi lakini kanisani sitakosa. Yes, apia jirani yako. Dawo ikatoka anati ile kanisa. Oh, Yesu mwambie na kusihi na kuomba usiwahi kosa ibada ya asubuhi ama sana. Sawa sawa? Yes. Wale watu tulikuwa asubuhi tulisema kwamba we come here to do what? We come here to do what? Tell your neighbor to be serviced. To be serviced. Yes, to be serviced. Hallelujah. Wengine wetu tutakuwa serviced leo. Hata hakuna wakati tutakosa kanisani. Hallelujah. Wengine tutakuwa serviced leo. Ya kwamba kila maombi ya asubuhi hatutawahi kosa. Siseme amen. Wale ambao wamekosa maombi ya asubuhi semeni amen. Yes, you are being serviced today. Hallelujah. You will always come early. Bwana Yesu asifiwe. Niseme kikudio kingine. Nitasema sana. Nataka tujitayarishe tutoe sadaka zetu. Bwana Yesu asifiwe. Yes, here we come to be serviced. This is a service station whereby God anatubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Anatutengeneza, anatufanya upya. Tukitoka hapa tunakuwa charged. Hallelujah. Ukiingia kazini mwako uko na nguvu. Ukienda ukejeliwe na watu na uinukiwe na watu na wakufanyie vituko, uko na uwezo wa kuepuka yale mambo na kuyashinda katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukikosa kanisani na wiki hiyo ilipita ulisukumwa na mambo. Sasa unarukaga wiki nyingine bado mambo ikikusukuma. You better come and have a break. You be serviced, then charge. Uingie katika wiki nyingine. Pate nguvu. Hallelujah. Tayarisha, tunataka kutoa sadaka zetu. Wale ambao tuko na time, nataka msiandae, mchukue bahasha, mchukue. Nataka tulete kitu ambacho ni kizuri mbele za Mungu. We give God because we know who He is. Praise be to God. Yes, we give our best because we know who. Wale ambao tunapatia sadaka zetu. Bwana Yesu asifiwe. Yes, na ninakuomba ndugu yangu kama hutanyamaza. Mimi ni wale watu wanabadilikaga. Yes, ikifika ni hapa.
Na kwa hivyo tujitayarishe kutoa sadaka zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tutoe sadaka zetu, na wale ambao tuko na tithes tulete, na najua kwamba Mungu atatubariki. Tulisema kwamba giving ni climax ya upendo wote. And therefore when you give, whether it is tithe or it is love offering or it is thanksgiving, unakuaga una climax ule upendo wako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kuonyesha ule upendo ambao unampenda Mungu, na kwa hivyo ni vyema tutoe sadaka zetu. Tunaweka pale kwa mtoto. Na kwa hivyo, na hapa tuibaki wimbo kama vile ndugu yetu amefanya. Tuibaki wimbo, tunaleta sadaka zetu. Tafadhali tunaleta sadaka zetu tukiwa tunafurahia, tukiwa tunashukuru Mungu kwa sababu ya sadaka ambayo ametupatia tumtolee. Lakini wetu tunanenea mbegu ambazo tunataka kuzipanda. Tunanenea matoleo yetu, tunanenea our tithes, tunainenea katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza ya kwamba Bwana unaangalia kile ambacho tunatoa. Unaangalia upendo wetu kwako. Unaangalia kile ambacho tunaleta kwako. Tunaomba ya kwamba ukatubarikie matoleo yetu, ukabariki kazi ya mikono yetu, ukabariki hali zetu, ukabariki mambo yetu, ukabariki kazi ya mikono yetu, familia zetu na mambo haya yote katika jina la Kristo Yesu. Ninangojea wale ambao tuko na tithe, na kama hakuna tutaendelea, na ninajua ya kwamba Mungu atatubariki. Na sisi wengine tusimame tuombe ili tuingie katika neno. Na najua kwamba Mungu atatubariki. Tusimame na miguu yetu tunapoomba. Tunapoomba hatukaangi chini kwa sababu ni ibada ya matoleo tunafanya. Wacheni tuombe katika jina la Yesu Kristo. Baba mwema, Mungu wetu, tunakushukuru. Tunakuinua kwa sababu ya kutuandaa na kutusaidia na kutuhifadhi, mfalme wa ajabu. Umetuweka katika wiki hiyo yote. Bwana, wakati wa Sunday tulikuja hapa tukakutolea matoleo yetu. Na Bwana, tunajua kwamba siku hii umetupatia na matoleo, umetupatia pesa, umetupatia vitu na mali. Na hivyo basi tumekuja mbele zako, hatuwezi kuja mikono mitupu. Ndio maana tumekutolea baadhi ya zile ambazo umetupatia. Bwana, tumetoa kwa furaha, tumetoa kwa shukrani, tunapendezwa na wewe mfalme. Na tunasema kwamba kwa sababu umetupatia, nasi tumekuletea ili uone upendo wetu kwako katika jina la Kristo Yesu. Bali yetu kuna wale ambao wameaminika katika kutoa tithe zao. Ninawaombea baraka yako katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza mali ya Mungu ambayo inaleta ufanisi katika maisha yao ikainuka katika jina la Yesu. Ninatangaza ya kwamba ukafungue milango ya baraka zao katika jina la Yesu. Ninatangaza biashara zao zikainuke katika jina la Yesu. Ukabadilisha hali zote ambazo zimekuwa ngumu katika kazi zao Bwana, na ili waaminike zaidi na kile ambacho utawazidishia. Ninatangaza ya kwamba mfalme utawafungulia dirisha zako. Bwana, watawafanyika watu wa kuheshimika, mataifa watawaita wabarikiwa kama vile neno lako linasema. Ninatangaza ya kwamba chochote ambacho kinainuka kimenyane na kiharibu kazi ya mikono yao kikalaaniwe katika jina la Yesu Kristo. Na ninatangaza ufanisi kwetu kwa sababu tumekutolea. Natangaza kuinuliwa, natangaza kupanuliwa katika biashara zetu, mahali zetu katika jina la Yesu. Tunatangaza Bwana ukatuinue, ukatubariki ili tuaminike kwa kazi yako mfalme. Katika jina la Kristo Yesu tumeomba na atakuamini. Tuseme amen. Amen. God bless you so much for giving your time. May God surprise you in the name of Jesus Christ. We can grab our hearts as we celebrate Jesus. We can end that session with a thanksgiving of that hand. Praise be to God. Ninatumai ya kwamba tumebarikiwa mahali tumefika. Tangia asubuhi tumekuwa na maombi, tumekuwa na ibada nzuri, praise and worship. Mungu wabariki sana. Wapigeni makofi mazuri. Wameinuka, wanataka kwenda mbali. May God bless you so much for that good work, and God may reward you. Praise be to God. Yes, God always reward every good work. Na ninatumai ya kwamba wale ambao wanatamani kuingia katika praise and worship, kila kikundi mkutane baada ya ibada, na ndio mpake katika kuja kufanya practice on Saturday. And wengine kama ni mgeni utaelezewa kile ambacho tunafanyanga. Bwana Yesu asifiwe.
Yes, najua kwamba Mungu atatubariki sana. Tunaendelea vizuri na wiki hii tulikuja katika ibada ya Wednesday fellowship, na ninawaomba wapendwa, tafadhali nawasihi katika jina la Yesu Kristo, please msione don't ignore that fellowship. Don't. Msipuuze. There is a lot to learn and we must make time, tafadhali, kuingia katika ibada. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo igieni, acheni tukue, acheni tuombe pamoja. Na ninatamani ya kwamba wale Mungu anaendelea kuinua wakuja wa exercise kile ambacho wanahisi ndani yao on Wednesday. Kujeni, muendelee mhubiri katika ibada hizo, muongoze katika maombi na hayo mambo yote, na ninatumai ya kwamba tutabarikiwa. This Wednesday tulisema nani ataongoza? Tulisikia ni nani? Ni Mama Nganga. Mama Nganga inua mkono. Mungu akubariki sana. Tupige makofi mazuri. Yeye atatuongoza katika ushirika ule, na ninatumai ya kwamba sisi wengine tutakuja, na ninaomba mtafute mhubiri atuhubirie hata mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unasikia vile Mama Nganga amesema amen na nguvu. Hallelujah. Amen. Tutafutiwe mhubiri ambaye atakuwa anakuja kutuhubiria. Tafadhali Baba Serili, hakikisha umejua nani atahubiri, na kwa hivyo ikikosekana uchukue, sababu kiongozi anafanyaga hivyo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si tumeendelea vizuri? Ni ya Roho Mtakatifu. I want us tuingie katika neno, na ninawaomba katika jina la Yesu, maana hii ni mambo ninafundisha mambo mazuri sana. Tafadhali kuwa mwanafunzi mzuri. I will always repeat that. Be a good student. Please. Tafuta mahali uandike. Toka hapa enda revise, study. Na kuna mambo Mungu atakunenea peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Una ufunuo Mungu atakupatia. And therefore you need to do that. Make sure you do that. Make sure you do that. And God will bless you so much. Wale ambao tulikuwa na wao na tulianza na wao, tumekuwa katika topic gani? Quickly. Tumekuwa tukifundisha kuhusu nini? Yes, tumesema tumekuwa tukijifundisha about spiritual growth, and we talked about now signs that shows that we are growing. Praise be to God. And we have been talking about those signs. Na tunasema kwamba when you see those signs in your life, you know automatically you are growing. Gradually you are growing. Praise be to God. Because we say growth is a process. Hallelujah. It is not one day event. You will grow and grow again and again. And we are saying spiritual growth means developing. Hallelujah. In other words, there is something that is changing in your life. You see a difference. The way ulikuwa jana, vile ulikuwa unafikiria, vile ulikuwa unaongea, vile ambavyo ulikuwa unaomba, vile ambavyo ulikuwa unasoma neno la Mungu, vile ambavyo ulikuwa unaongea na wengine, vile ambavyo ulikuwa unashare neno la Mungu, jana inabidi uwe umeongezeka katika maarifa, ama umebadilika njia ya kuifanya. Bwana Yesu asifiwe. That is developing. Alafu tukasema kwamba when we develop, kuna kitu kingine tunafanya. Tukasema ni nini? It is developing and doing what? Come on. Yeah? What do we do? What is growth? Wanda tumekuwa hapa edeni ije mstarafu mrudi. Punishment ya kwanza. What did we say about growth? It is developing. Grace, na umekuwa mwalimu mzuri darasa. Si unikumbushe. Come on. Get that word. It is developing
when we develop, we improve. Are we together? And when we are improving towards what? Tell your neighbor, we are improving towards a goal called maturity. Hallelujah. Don't forget that. If you forget anything else, please don't forget that. Because spiritual growth or any growth, it is all about developing. Praise be to God. Wakati tulikuwa tunaongea kuhusu katoto kanapokuwa, tulisema kwamba huwa kata develop daily. Na unaona kama hakakuwa na mishipa inaonekana. Kama katole kalikuwa kadogo kanaanza kunenepa, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Kama hakakuwa na nywele inaanza kumea. That is developing. When we see a child fails to develop, pengine katika hali ya mwili wake tunaona there is failure, there is something that is failing. Bwana Yesu asifiwe. Now that person or a child need a special attention. And therefore, when Christians don't develop, they always need a special attention. And the special attention is to be taught. Hallelujah. You need to be taught how to grow. You need to know. You need to sit down, avail yourself for those sessions ambazo zimepatikana. Usione kana kwamba umefika. Tell your neighbor, usione kama kwamba umefika kwa sababu uko na macho mazuri, uko na nywele mzuri, uko na uwezo wa kununua kanguo, una drive gari yako, una kanyumba kako. Kuna watu wanaangalia maisha yao ya kukua kulingana na vitu ambavyo wamepokea. Lakini kiroho hauwezi uangalie kile ambacho umepokea. Upime ya kwamba umekuwa. No. What measure or kile ambacho kinaonyesha ya kwamba you are developing, it is when we see change. Praise be to God. Hallelujah. It is us who can see and testify about your life. We can testify and attest that you have changed, you have developed, and you have improved. Hallelujah. But we will tell you, we shall see. Ukienda kanisani tunakuangalia vile unaenda, vile unafanya, na tutajua kwamba there is no any development. Hallelujah. There is nothing that is taking place in your life. And therefore you must ungangane kupata kudevelop katika maisha yako ya Ukristo. Praise be to God. Then you improve. Mahali huko usitosheke, sema amen. Kama unaomba masaa mawili usitosheke. Hata kama ulimprove kutoka kwa dakika 5 ukaenda kwa 30 minutes, ukaenda kwa 1 hour, ukaenda kwa 1.5 hours, ukifika kwa masaa mawili usikue satisfied. Hallelujah. You must improve daily. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wanatamani kuimprove katika maisha yao, mahali huko useme ya kwamba sijatosheka. Hallelujah. Kile ambacho Mungu amenipatia sijatosheka, ninatamani kuimprove. And we are improving towards a goal called maturity. Because God is calling us to this level. Hallelujah. God needs mature people in the kingdom. Hallelujah. Motivate, amen. Mungu anatayarisha watu ambao watakuwa ni watu wazima wamekomaa katika ufalme. Maana nilikwambia kwamba hakuna urithi katika watu ambao wamekaa kiwango cha watoto. Hakuna urithi kwa watoto. Lazima wakomae, wajue wakipatiwa urithi watafanya na nini na urithi ule. Bwana Yesu asifiwe. Lazima Mungu angawe kile ambacho ni cha dhamana kwake kwa watoto wake. Lakini ni lazima ahakikishe wale watoto wamekomaa kiwango ya kudhaliwa kile ambacho wanataka. Praise be to God. And that's why I told you, kanisani kuna vipawa mingi sana Mungu anafaa kuachilia. Lakini shida iliyoko ni kwamba watu hawajakomaa. Hallelujah. Watu wengi huku ni watoto. Si huku kwa Kristo ndani.
wewe no mukihuna mahiga pastor muthi atuitire ciana. Na mimi sisema kwa Kristo, hata pekine mimi tuko katika tuko, kila mtu anakuwa pia jirani yako, kila mtu anakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Katika hali ya kila mtu tunakuwa. Na kuna wakati Mungu anatuangalia akaona ninatamani wewe unaweza fanyika kitu fulani. Lakini kwa sababu ya vile uko na utoto, na hata nikitamani ubadilike haubadiliki, acha nikakae na hiki kipawa. Utakapoimarika nitakupatia. Kwa nini? Kwa sababu if God anapatiana zile vipawa kwa watoto wata misuse. Bwana Yesu asifiwe. Watatumia wengine, watakalia wengine waue wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na nikakwambia mtoto hawezi patiwa bunduki, maana ni silaha ambayo ni dangerous. Si ndio? Bunduki inapatia kwa mtu wako. Sema akili timamu. Haleluya. Yes. Sema hivyo. Si bunduki inapatia kwa nani? Mtu ambaye ameangaliwa akili yake ako sawa. Wengine anasema askari. Asante kanga. Askari ndio afanyike hivyo, anaangalia kwa mpaka anapima mawazo yake ako sawa. Maana akitokea hivyo, hiyo kitu haijui kama umekosea manini, bora tu yabiwe. Hata kwa ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama tunataka kupokea vipawa vyote, lazima tukubali kuimarika. Sema amen. Atukubali kukomaa. So nimerudia hiyo kwa sababu ya wageni wetu na wale ambao hatujakuwa pamoja na wao, na wale ambao wangetamani at least wainue mahali tuko. Na tuliona signs mingi sana. Kuna wakati tulikuwa tunasema kwamba when you become kinder than before, wakati una initiate kindness kwa watu wengine, wakati tukasema wengine when we feel ya kwamba upendo wa Mungu unakuwa ndani yako, unasubuka, unataka tulikuwa tunaongea na mtu mwingine jana, ananiambia mimi natamani kujua huyu Mungu. Kuna vitu basi unaniambia natamani. Sasa hiyo is a sign of growth. Wakati unahisi ya kwamba kuna vitu ambavyo nasikia lazima niajue, nifikie kiwango fulani natamani. Sasa sign ya kwamba you are growing. Praise be to God. You are improving. Hallelujah. Na kuna signs nyingi sana tuliongea, na ile ambayo tunaongea sasa, it is when we feed our faith, praise be to God, more than fear. When you find ya kwamba there are so many things ambazo zinakufanya uogope. But una choose to start on your faith so that you may feed stop your fear and do what? Feed on your faith. So that your faith, when it grows, it will talk, it will speak, it will have a loud voice more than your fear. Hallelujah. Because in most cases wa Kristo wengi, nilikwambia shetani anatumiaka this weapon afinyilia wa Kristo. Kwa sababu anajuaka kwamba ni kweli wameoshwa na damu ya Yesu Kristo. Hallelujah. Wamesamehewa dhambi. Hallelujah. Wameokoka na wako kanisani. Hallelujah. Na kwa hivyo pengine wataingia katika dhambi. Lakini kuna jambo moja shetani anajua, akikushika na uoga, utakumbuka hata dhambi ulifanya miaka 10 iliyopita. Alafu shida ya shetani anaivutaka kutoka huko nyuma, anaileta kana kwamba umefanya some minutes, ili ya kuonyesha hakuna kitu umefanya, ili ya kuonyesha hakuna mahali unaenda, ili ya kuonyesha bado wewe umehukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. But what does faith does to our life? Faith is speak contrary to your fear. Praise be to God. Actually, faith inakujaga kukana yale maneno ambayo yameongewa katika uoga. Watu wengine walikwambia wewe ni failure, hauwezi endelea. Faith inainuka inasema I am more than a conqueror. Hallelujah. Praise be to God. Wengine wanakwambia
inakwambia kwamba you are a chosen generation, you are a royal priesthood, people of God. Hallelujah. It is all about what you know and what is written in the word of God that speak more. Praise be to God. That's why if you talk about, if you want to feed your faith, one, you must understand the word of God. Tell your neighbor, if you want to feed your faith, I'm going to talk to your neighbor, your neighbor. If you want to feed your faith, you must feed this one with the word of God. Yes, you must feed it with the word of God. The scripture. And when we are talking about the Christian ethics, we see one of the sources ambazo tunatoaka tabia na mikarire tuona mikarire wa Kristiano. We take or we see it from this source, that is scripture. Ukitaka kujua vile unafaa kukaa katika Ukristiano, ukitaka kujua vile ambavyo unafaa kukaa katika ufalme wa Mungu, you must see it and source it from the scripture. Praise be to God. So the word of God, tunasemaga, it has the ultimate authority over your life. It is absolute authority. You must be guided by the word of God in whatever you do. So if you want to feed your faith, so that your fear ikakanyagwe na ikuwe oppressed, kiwango ya kwamba haina nafasi katika maisha yako, you must feed yourself with the word of God. Praise be to God. And we always say that faith begins where the will of God is known. Come on, take that. Faith begins, or where you can see faith, it is where the will of God, it is well known. And what is the will of God? It is what it is written in the Bible. Praise be to God. We know the will of the Father when we seek from the Bible. So faith grows when we read the word of God and we know Bwana Yesu asifiwe, what God says in his word. And how do you know that the will of God or the will of God? It is when you read the word of God. What you read, you do it. Bwana Yesu asifiwe. You must do as what the Bible says. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mahali tulikuwa tunaenda kanisani mahali, na kila wakati tulikuwa tunashikishwa Biblia. Kila wakati mhubiri akisimama anatuambia shika Biblia yako, na nawaambia hata sasa shika Biblia yako. Shika Biblia yako. Yes. Kuna wakati haukuwa naye, Mungu akubariki. Sababu kuna haleluya. Shika Biblia yako hivi, fanya hivi. Ninaona wale hawana Mungu, naomba katika jina la Yesu, kila Sunday na Sunday inakuja hao watu wale na Biblia na sio ya simu. Haleluya. Yes, hiyo ni simu yako, sio Biblia. Shika Biblia yako vizuri hivi. Sema, this is my Bible. Come on, this is my Bible. I love it so much. Chukua mkono wako, kama una Biblia sema, this is my Bible, and confess it that you next time you have it. Hii ni faith kuita. Unajua imani ni kuamini mambo ambayo hayako kama hayako. Hallelujah. Amini ya kwamba this is my Bible. If you don't have your Bible, inua mkono wako, sema hivi, this is my Bible, and say I receive it in Jesus name. Yes, what about you? Sema, this is my Bible. I love it so much. My sister, ndio uwe kwa huko, utafanya hiko. Acha na hiyo mambo. Inaumiza.
So we are talking about when you love that Bible, utaibeba, si ndio? Mtu anabeba kile ambacho anakipenda. Angalieni wa mama. Wa mama, Bwana Yesu asifiwe. Tunawapenda sana kwa sababu kuna mahali tuliambiwa mkopeni. Unajuaga hata kabla, unajuaga ajenda kabla mkutano. Tuliambiwa hivyo mahali. Tulikuwa mahali na wapendwa wengine jana na tukajua ya kwamba wamama wanajuaga ajenda kabla mkutano iwe shared, na kwa hivyo ndio wazee wanaingiaga wanaambiwa si ulikuwa. Sasa wanajuaga ajenda baada. Lakini ukienda kwa mifuko ya wamama kuna vitu hautawahi kosa. Na wanajuaga mpaka hiyo kitu ikiisha inanunuliwa haraka sana. Afadhali msimame mahali kabla ingia matatu iwe iko. Si mnajua ni nini? Ingine ni ya huku. Si ndio? Utaona mama akienda anasema nambanya hivyo ili akue sawa. Na Mungu awabariki sana. Haleluya. Wengine hawatakosa kioo. Kila wakati hata wakiwa kwa gari lazima aje mara kama 8 ili adhibitishe ya kwamba ako sawa. Na hataki umwambie, hata ukimwambia lazima ajiangalie aone kama umekosea ama unasema kitu kingine. Lakini naomba kama vile mnapenda hiyo vioo na kila kitu, na wengine wazee wale inaisiji hapa, akiabuka iko hapa, wengine tuliambiwa wanawekelea hapa wakilala ndio wasikie wakiporo. Bila wewe unapenda hizo vitu, tafadhali why don't you value the word of God that you ukienda kama ni mama kwa kikapu ama kwa chodo ama kwa ile bag uko nayo, usikose kale kapota kwa nini? Kama vile kale unaweza beba, hiyo ibebe. Mungu anaweza kukunenea ukienda na ananenaka kwa sauti, anakwambia enda usome mahali fulani. Na kama ulikuwa kwa matatu unaingia unasoma, ni mara mingi sana Mungu amewahi nenea hivyo. Na mimi mara yangu ya kwanza kuhubiri kwa gari, Mungu alinenea nikikuja huku nikiwa kwa gari inaitwa Chania. Mungu akanichoma na neno, nikasikia pana, nilitokea kama wazimu. Nikaenda pale kwa makaka, naweza hubiri. Usibuke sema kitabu mchungaji. Anakwambia hapana, saa hii ndio tuacha niongee. Nilihubiri na siku nilihubiri kwa gari. Watu wote wamekuangalia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na nikahubiri. Let me tell you, kama singekuwa nimebeba Biblia, na kwa sababu na watu walisaidika, sasa ningesoma nini? Bwana Yesu asifiwe. Ningesoma nini? Na tuliambiwa hapa asubuhi tuombe tuwe askari wazuri. Ni askari gani anaendaka bila kutuki silaha yake? Bwana Yesu asifiwe. So if you want to grow in faith, lazima you value the word of God. Hallelujah. Asubuhi isome, mchana isome, usiku isome, tafakari. Bwana Yesu asifiwe. That's why Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia Yeshua, do not let the word, praise be to God. Alimwambia usiwahi kubali sheria hizi na maagano ya kupitia neno lako litoke katika mawazo yako. Meditate upon that word day and night, every time. Ukilala, you meditate the word of God. Ukiamuka, you meditate upon the word of God. Praise be to God. And when you begin doing what the word of God says in your life, then you are feeding your faith. Tell your neighbor, you are feeding your faith. Yes, you are feeding your faith. And wakati una feed, imani yako huwa inainuka. That's why utapata Yesu akiongea kuhusu vitengo vya watu tofauti katika imani. Na anaongea wale nyinyi wenye imani hapa, wale ambao wako katika hali ya imani ndogo, anawaambia kwamba if you can improve your faith, praise be to God. Amen. Na imagine improvement ile anawaambiwa wafanye, wanaambiwa wakati utaimprove imani yako ifanyike kama a mustard seed. You can imagine if a mustard seed ni kitu tiny, then how walikuwa na imani kiasi gani? Ikoda anawaambia, Yesu anawaambia, iwapo utainua imani yako tu, imani yako ikue like a mustard seed. Ile
ile mbegu ya haradali. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo mbegu ni kadogo sana, just tiny seed. Lakini Yesu anawaambia kwa sababu imani yenu hata haitoshi hiyo, iwapo mtainua imani yenu ifike katika hadi ile ya ile mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Then mtakuwa mnanenea hadi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So you must improve your faith. And the way you can do it, it is through the word of God. Praise be to God. When you read the word of God, you must do it. Na imani yako itaenda kama imeinuka. Utasoma, na nataka tusomewe katika kitabu cha Zaburi 34 mstari wa 8. Psalms 34 verse number 8. Somebody read for me. Na kwa nini ya Kiswahili, lakini wacha nisomage na Kizungu ili mwenye anafungua ya Kiswahili atuelezee. Nimeangalia utofauti wa translation ya different translation of the Bible, na nimeona hii inasema kitu kizuri sana. We call it the Message Bible Translation. When you read it, it shows that kuna zingine inasema, oh taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in him. In other words, the one who puts or have faith in God. Message Bible translate inasema kwamba open your mouth and taste. In other words, it's action. It is action. You must act. You must give yourself time to do it. If it is to read, and open your eyes and see. In other words, pale juu inasema taste. What do you use to taste? Unatumia nini ku taste? Masikio? Macho? Nini? Sema ulimi. Ulimi unakuwaka wapi? Sema kwa mdomo. And that's why whoever I translate katika Bibles, hii translation anasema open your mouth because you have your time and taste. In other words, lazima uelewe kuna kitu unafaa kufanya. And open your eyes and see how good God is. Praise be to God. Alafu inasema blessed is you who learn to him. In other words, wale ambao wamejua ya kwamba maisha yao hayajajengwa katika misingi ya uoga. Bwana Yesu asifiwe. They are blessed. Why? Because they truly and fully trust in God. Their faith imeelekezwa kwa Mungu, sio kwa vitu, sio kwa mali, sio kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Bali ni kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema kwamba lazima tuelewe kile kizuri tunaweza fanya ni kuamini ya kwamba Mungu ako pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. And by feeding on the word of God, you will never have to wonder or worry about what you do next. The word of God is alive. Praise be to God. It is like food that nourishes our souls. Our faith activates the word of God. The faith that we have when we feed more on the word of God so that our faith to grow. Now when we have that faith, faith activates what is written in the word of God. Are we together? Now when you read the word of God, get this. When you read the word of God, it tells you or it helps you to know the will of God. Are we together? If God says that he will bless you, it is written in the word of God. Now you need what we call faith to activate that word in order for it to be accomplished in your life. If God says that anaambia Ibrahim, nataka utoke, fungua macho yako, angalia, tazama mbinguni, angalia nyota za mbinguni, na anamwambia if you believe, uzao wako utakuwa zaidi ya zile nyota. Bwana Yesu asifiwe.
nimenenwa kwake. Lakini in order that happen to your life, in order that thing ifanyike katika maisha yako na uione na idhihirike katika maisha yako, lazima ukuje ujenge imani yako. Maana imani tulisema kwamba ni kuamini, na unaamini baadhi ya mambo ambayo huyaoni, na hujawahi yaona, na ionekane katika macho yako. Katika macho yako ya kiroho yanaonekana. Bwana Yesu asifiwe. And Amplified Bible ili translate tukasoma, it is a title deed. In other words, it's the assurance of the things that are hopeful. Things that you hope. When you have faith and you have learned the word of God and you may understand, now that faith activates that word. Are we together? Yes. That's why you need to feed on your faith. Maana imani ndio itafanya neno la Mungu liadhibike katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Are we getting what we are talking? Yes. Is it coming? Niulize kama lecturer kingine wetu anatuliza kwa shule. Is it coming? Nikireo kakila umoke umuri mbate yako. Inaikia kwenu? Nimbo kekilero kwa digezi na perereki. Mkininyamasia hivyo, kwani ni saa ngapi? Oh. Sawa. Sikuwa nakumbuka. Can you read for me John 14 verse number 26? And I end our sermon with that verse. So when we say what you can feed on your faith on, one, we say we need to read the word of God. We can feed on the word of God. Somebody read for me. Okay. Yohana 14 mstari wa 26. Or I read. Read if you're there. Especially kwa Kiswahili. Kasoma kwa Kiswahili. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani mwingine ako na version nyingine? Can you read Grace? Kizungu. John 14 verse 26. Yes. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said to you. My good God. Can we have another version? There's another version I'm looking for. Kwa njoroge hiyo yako inasema nini? Comforter. Kikuyu. Read Kikuyu. Hallelujah. Amen. Soma hiyo Kikuyu hata naitamani. John 14:26. Wale wenu wale wakusikia, lakini wacha niwatafsirie. Ile amesoma ndio hii. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Who is talking about these words? It is through whose name?
Kai, wapendwa. Whose name? Uhuru Kenyatta. Ukaguhure. Usiwe na makuchapa. Can you read that? Come on. But the helper, that the Holy Spirit, kwa hivyo hawezi kuwa the Holy Spirit, the name of the Holy Spirit, it cannot be. Because whoever is talking, he is promising the Holy Spirit that will come. Sidio? But the Father, who is, sema God. God is the Father. Sidio? He will send the helper, wengine wamemuita the comforter, to us, but he will be sent through a name. And which is this name? Guide to the idea. Whose name is this? Nani anasema hivyo? Mama Kamanda unasema? Hawaga. Sasa Father anawezaje tuma na jina lake? Kuna mmoja anaongea hapa. Eleweni watu, eleweni. Ukweli mazeni. Kwa sababu if you read the word of God and you don't understand the concept, hiyo kitu inasomeka haitakusaidia. Na mbona mlikuwa wapi? Mlikuwa wapi? Niwafukuze nje. Now it is Jesus who is speaking about this. Are we together? Now he is saying, after ascending to the Father, maana alikuwa na watu. Kumbuka anaenda. Anawa promise ya kwamba before niende nitamsihi Baba wa mbinguni atawaletea msaidizi. Are we together? Yes. Msaidizi ambaye atatumwa in my name. Why? Kwa sababu kazi ya Yesu ilikuwa kuokoa, lakini lazima kungekuwa na mtu ataasainia kazi ya kukaa na wale ameokoa. Understand this? Kazi ya Yesu haingekuwa kamilifu kama angeokoa wanadamu alafu awaache hivyo aende kwa Baba. Lakini kazi yake ingekuwa kamilifu wakati angemsihi Baba, vile ambavyo ulinituma, ninakuomba sasa kwa jina langu ambalo ni ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hasa utume Roho Mtakatifu ambaye in other words anaitwa our helper. Hallelujah. Yeye atatusaidia. Sasa katika hali ya imani, Roho Mtakatifu ndiye msaidizi mkuu. Kazi yake ni ipi? Anatuambia ya kwamba the Holy Spirit will bring to us the remembrance exactly what we need to apply to our daily situations. Let me tell you, because we are talking about building our faith, you can only build your faith when you have the remembrance of what umesoma katika maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema kitu ya kwanza kufidi imani yetu ni maandiko. Sasa nataka niwaambie wapendwa, katika jina la Yesu Kristo, kama hauna Roho Mtakatifu, mambo ya imani uisahau. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama ndani yako hakuna nafasi ya Roho Mtakatifu, hakuna vile ambavyo unaweza sasa kubuka. Mambo yote utakuwa unasikia yanajia kwa sikio hii, yanatokea kwa sikio hii lingine, lakini kuna vitu zingine roho wa shetani ataweka ndani yako, itakuwa inakusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Now when Jesus is talking about our helper, one of the Lord ya huyu helper na kazi ile ambayo anakuja ni utolidikanagia abia jirani yako ni kutukumbusha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa si mtu ainuke na miguu yake.
Inuka na Mungu wako. Inuka na Mungu yako. Leading the word of God, allow the Holy Spirit to bring to us or bring to our remembrance exactly what we need to apply to our daily situations. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umekutana na majanga na up and downs za maisha na situations ambazo hauwezi ukastahimili na mavitu zingine zinainuka kama mishale na uchungu ambao tunakutanaga kila wakati, na wakati ule we are tempted to have fear, na fear inatuzungumzia sana kuliko imani yetu. The only person who can help you, my brother, my sister, it is the Holy Spirit. Praise be to God. Amen. It is the Holy Spirit. Tell your neighbor, it is the Holy Spirit. It is the Holy Spirit. Roho Mtakatifu ndiye atakukumbusha. Kumbuka neno la Mungu ambalo linasema in Jeremiah 32 verse number 17, anasema kwamba I am the creator of the human being. Is there anything that is too hard for me? The Holy Spirit will remind you that verse. Wakati haukuwa unasoma, wakati haukuwa na Biblia karibu, the Holy Spirit will quicken your understanding. He will remind you. He will help you to remember what God has said in His Word. Praise be to God. He will remind you all the promises. There are so many promises in the Word of God that God has promised us. And the only person who can keep that record in your life, it is the Holy Spirit. He is your help. Praise be to God. He is your helper. He is your comforter. He is the one who revealed the mind of God to you. Praise be to God. And I want us to stand on our feet as we open our mouth and tell God, God, because we want to keep every record of what we are taught, anything that we lead in your word, so that we can feed our faith. Oh God, help us to have the Holy Spirit. Send your Holy Spirit to us in the name of Jesus. Come on, if you feel that you have no Holy Spirit in your life, ama hauna uwezo ule wa Roho Mtakatifu, ama unaweza kumwambia siku ya leo, Bwana, ninakuomba unisaidie, unitumie msaada wa Roho Mtakatifu na msimu wa Roho Mtakatifu wa Mungu. Nimejua na nimegundua kazi yako moja yangu katika maisha yangu ni kunikumbusha kile ambacho Bwana ameandika katika maandiko yake, kile ambacho nimesoma kwa maandiko, ili wakati shida itainuka, wakati dhoruba itainuka, wakati magonjwa itainuka, wakati vita itainuka, wakati nimeshindwa na kufanya kitu, Bwana, nitakumbushwa neno lako. Roho wako Mtakatifu atanikumbusha. He will remind us. Shakara baganda basokiera handa. We need this help. We need this help. We need the Holy Spirit of God. Father, we thank you. Because even now, we want to feed our faith. We want to feed on your word. We desire to value this word. We desire to activate and even to have the word of God in us, so that we can activate the will of God in our life. We desire to get knowledge on your word. Wisdom. Because wisdom is acquired knowledge. When we apply the knowledge that we have received, it is called wisdom. If you are taught to do something, then you go and exercise that thing. We see wisdom. And therefore in our life, if we can get knowledge
of the word of God, if we can read the word of God, if we can be taught the word of God, if we can get this knowledge, then we exercise it, Lord. It becomes wisdom. And wisdom shapes our life. Wisdom paves ways. Wisdom opens doors. Wisdom creates avenues in our life. Father, we desire to have this. We desire to have your word. We desire to know your word. We desire to know more about your word. We desire the understanding of your word. We desire knowledge of your word for us to exercise it in our life. When the storm rains, when the storm arises, when the fire arises, when the situations come, when fear talk more on our life, our faith will stand. Our faith will stand. Imani yetu itasimama ili suppress and oppress the fear in us, in the name of Jesus. God, I thank you because of this word. Thank you because of what you are teaching us. Thank you because this is the word of this season. And I believe that God, you shall help us to feed on your word so that we can grow in faith and so that our faith can increase. In Jesus' name. I dedicate these people to you, O God. I believe that God, you help them, Lord. Whatever we have been talking about and whatever we have been taught, let it have a space in their life. Let this word change their life. Let this word transform their life. Let this word improve their growth in the name of Jesus Christ. Let this word help them to become mature. Oh God, so that you can use them in various positions and even calling. Because God, you are expecting them, Lord. Oh, yes. May you do it for your own glory. Father, may you help them so that they may become as your will is. I pray for their faith to increase in the name of Jesus Christ. I pray for their faith to increase in the name of Jesus Christ. And I destroy every arrow, every wicked scheme of the enemy, anything that rages, oh God, against their life, every spirit of fear, I destroy it in the name of Jesus Christ. What they fear, let faith overcome in the name of Jesus Christ. What they fear, let your word, Father, overcome it in the name of Jesus Christ. I bless their life. I declare they are blessed in the name of Jesus Christ. May God see and meet at the point of their need. May God see you through in whatever you desire. Every desire of your heart may be met by our Father in the name of Jesus Christ. May God help you to grow and even become. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we say amen. Say my amen. Declare amen. And somebody can desire to grow. You can desire to grow. You can desire to grow. You can desire to become. Because where there is will,
there is a way. May God help you to get where He wants you. In the name of Jesus Christ. Naombea neema ya Mungu. Wakati wote unasoma neno la Mungu, naombea neema yake. May God open your understanding. Mungu akafungue kuelewa kwenu. Come on, I declare a new understanding in your life in the name of Jesus. Ninaondoa hali yote ya kufungwa katika kiroho. Kila kitu ambacho inaweza imefunga maisha yako, usielewe kile ambacho Mungu anakusudia katika maisha yako. Ninakiondoa kila pasia ambayo imewekwa ili usielewe na usijue, ninaiondoa katika jina la Kristo Yesu. Na ninatangaza mwanzo mpya wa maisha yenu. Nyinyi ni watu ambao Mungu anatarajia kwa sababu ya mambo makuu anataka kufanya katika mji huu. Kwa ajili yenu Bwana atabadilisha mji huu. Kwa imani yenu vitu vitatendeka katika njia kuu, katika jina la Kristo Yesu. Wakati utainua imani yako, wakati utainua imani yako na ukose kuogopa, God will release the grace ili afanye kile ambacho na kufanyike katika maisha yako, kile ambacho alikuwa anakusudia katika jina la Yesu Kristo. May it happen to your life. May you receive this grace, this understanding, the revelation of the Word of God, so that we can build our faith. In the name of Jesus Christ, we pray and we believe. Say my amen. So tupige Bwana Yesu makofi mazuri. Tupige Bwana Yesu makofi mazuri. God bless you so much for making our service to be successful. May God bless you so much. We love you so much. Please, please, please.